DW. Habari za ulimwengu. Na kwanza ni muktasari wake. Mimi ni Lilian Mtono. Ukraine yaunga mkono pendekezo la Marekani la usitishwaji wa mapigano kwa siku 30. Angola yasema mazungumzo kati ya serikali ya Kongo na waasi wa M23 yatafanyika Luanda hivi karibuni. Na waasi wa Houthi watangaza kuanzisha tena mashambulizi dhidi ya meli za Israel. Habari kamili. Jeddah. Ukraine imelikaribisha pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30 na kusema iko tayari kuchukua hatua kama hiyo, wakiamini pendekezo hilo ni chanya. Taarifa ya pamoja ya Kiev na maafisa wa Marekani baada ya mkutano uliofanyika mjini Jeddah, Saudi Arabia, ilisema Ukraine inaafikiana na pendekezo hilo. Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Marekani itajaribu kuishawishi Urusi kukubaliana na pendekezo hilo katika matamshi yake ya jana jioni, na kulingana na taarifa hiyo ya pamoja, Rais Donald Trump wa Marekani amesema sasa anapanga kuzungumza na rais wa Urusi Vladimir Putin moja kwa moja, na kuongeza kuwa Urusi inapaswa kukubaliana kwanza na usitishwaji wa mapigano. Ulaya imesifu hatua hiyo ikisema inafungua milango ya kupatikana kwa suluhu ya kudumu ya amani. Luanda. Mazungumzo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 yatafanyika Luanda hivi karibuni, hii ikiwa ni kulingana na ofisi ya rais wa Angola jana Jumanne. Taarifa imesema Angola kama mpatanishi katika mzozo itawasiliana na M23 ili kuwakutanisha wajumbe wa Kongo na M23 kwa ajili ya mazungumzo hayo katika siku zijazo ili kupatikane amani ya uhakika. Hii ni baada ya ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi nchini Angola, ambapo alijadiliana na Rais Joao Lourenço juu ya mzozo wa mashariki ya Kongo. Mazungumzo ya amani yamekwama kutokana na Tshisekedi kukataa mara kwa mara kushiriki mazungumzo na M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Sanaa. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran wamesema jana kwamba wataanzisha tena mashambulizi dhidi ya meli za Israel baada ya kushindwa kuondoa zuio la misaada kuingia ukanda wa Gaza. Waasi hao wamesema watazipiga marufuku meli zote za Israel kupita kwenye bahari ya Shamu, bahari ya Arabia, mlango wa bahari wa Bab al-Mandab na Ghuba ya Aden baada ya kushindwa kutimiza masharti yaliyowekwa na waasi hao Ijumaa iliyopita. Waasi hao wamesema marufuku hiyo itaanza kutekelezwa baada ya tangazo hilo, na kuongeza kuwa mashambulizi yataendelea hadi Israel itakaporuhusu kupelekwa misaada huko Gaza. Israel ilizuia misaada yote katika ukanda wa Gaza ulioharibiwa na vita zaidi ya wiki moja iliyopita, ikishinikiza Hamas kuwaachilia mateka waliosalia. Washington. Marekani imeasifu makubaliano yaliyofikiwa nchini Syria ya kuunganisha taasisi za eneo linalojitawala la Wakurdi katika serikali ya kitaifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema wanayakaribisha makubaliano hayo yaliyotangazwa hivi karibuni kati ya mamlaka ya mpito ya Syria na kikosi cha wapiganaji wa Kikurdi nchini humo SDF. Mamlaka mpya za Syria chini ya rais wa mpito Ahmed al-Shura zinanuia kusambaratisha makundi yenye silaha na kuweka udhibiti wa serikali nchini kote tangu Bashar al-Assad alipoondolewa madarakani mwezi Disemba. Siku ya Jumatatu, ofisi ya rais wa Syria ilitangaza makubaliano na mkuu wa SDF ya kuunganisha taasisi za eneo linalojitawala la Wakurdi linalodhibiti sehemu kubwa ya kaskazini mashariki kwa muongo mmoja uliopita. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Lisbon. Serikali ya waziri mkuu wa Ureno Luis Montenegro ya mrengo wa kulia imeangushwa jana Jumanne katika kura ya imani ya bunge. Kura 142 dhidi ya 88 za upinzani zilitosha kuiangusha serikali ya Montenegro baada ya kukaa madarakani kwa miezi 11. Serikali ya wachache iliundwa na chama chake cha Social Democratic PSD na
CDS People's Party. Kura hiyo iliitishwa baada ya kuibuka mzozo kuhusu uwezekano wa migongano ya kimaslahi inayotokana na kampuni ya mawakili ya familia ya Montenegro kulipwa kila mwezi na kampuni yenye kandarasi ya serikali. Wabunge wa upinzani wametaka maelezo zaidi juu ya suala hilo, huku chama cha mrengo wa kushoto cha kisocialist kikienda mbali zaidi kwa kutaka uchunguzi rasmi wa bunge. Berlin. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier ameitolea wito Ulaya kusimama kidete kukabiliana na mashambulizi ya rais wa Marekani Donald Trump, akisema kampeni ya utawala wa Marekani dhidi ya mataifa huru inashtusha. Steinmeier amesema hayo kwenye hafla iliyofanyika mjini Berlin ya kumbukumbu ya miaka 100 ya wakfu wa Friedrich Ebert unaofungamanishwa na chama cha Social Democratic SPD cha kansela Olaf Scholz. Amesema hali hiyo isiwazuie kuzungumza, huku akihimiza Ulaya kulinda, kuunganisha na kuhuisha kile wanachokishikilia wenyewe ambacho ni Ulaya yenye umoja, nguvu na demokrasia. Amewataka pia kurejesha imani katika taasisi za kidemokrasia pamoja na wawakilishi wao barani Ulaya na Ujerumani, huku akizisifu taasisi zinazopigania demokrasia ambazo katika baadhi ya mataifa zinakabiliwa na hali mbaya. Na kwenye michezo, michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya inazidi kutimua vumbi kuelekea robo fainali baada ya michezo ya raundi ya pili iliyochezwa jana usiku. Timu za Barcelona, Bayern Munich na Inter Milan tayari zimetinga hatua hiyo. Barcelona ilifanikiwa kuipiku Benfica kwa ushindi wa mabao 3-1 na sasa ikitarajiwa kukutana na Borussia Dortmund ama Lille kwenye robo finali. Bayern Munich nayo iliondoa Bayer Leverkusen zote za Ujerumani kwa jumla ya mabao 5-0, huku Inter Milan nayo ikitinga hatua ya robo finali baada ya kuifunga Feyenoord kwa mabao 2-1. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.